aanze kumtazama baada ya kuamka. Adamu alipomtazama akasema, huyu ni nyama yangu katika nyama zangu, huyu ni mfupa wangu katika mifupa yangu, na jina lake ataitwa mwanamke. Na yule mwanamke akaanza kumsaidia Adamu kazi za bustani ya Edeni. Lakini kumbuka, Mungu alivyokuwa amemuumba Adamu, aliweka mwanamke ndani yake mpaka alipoona ya kwamba kuna haja ya Adamu kupata msaidizi. Ndio maana tunapozaliwa, wanaume wanapozaliwa, mtoto wa kiume anapozaliwa, anapaswa akae, lakini lazima aje apate msaidizi. Kuna muda ukifika, atahitaji msaidizi atakayemsaidia kwenye maisha yake, na si mshauri atahitaji msaidizi. Sura ya 3 inaonyesha mambo makubwa matatu. Katika sura ya 3, jambo la kwanza linaonyesha anguko la mwanadamu. Yaani mwanadamu alianza kuanguka pale, maana shetani alipokuja kwa sura ya nyoka akamdanganya huyu mwanamke anayeitwa Hawa, na alipomdanganya yule mwanamke akakubaliana na kwa maelezo ya shetani au kwa maelezo ya nyoka, kulikuwa na ushawishi mkubwa. Kwanza anamwambia hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu ya kwamba msile. Akasema hapana, Mungu hakusema hivyo. Amesema tule yote isipokuwa ni mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya. Akamwambia unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu mtajua. Na binadamu alivyo lazima anatamani kujua. Akasema inawezekana kweli kuna jambo ambalo tumefichwa. Lakini kumbe Mungu alikuwa amewaficha wasijue mabaya. Mungu alikuwa na mpango mzuri. Ni kweli ule mti, yale matunda ya ule mti ukila utajua mabaya na mema. Kwa sasa itakupa kazi ya kuchagua namna ya kuishi, uishi katika mema au uishi katika mabaya. Lakini kabla ya kula, watu walikuwa wanaishi katika mema. Mabaya hata wakiyatenda hawajui kwamba wanatenda mabaya. Na dhambi siku zote hukamilika kama hiyo dhambi unafahamu ya kwamba jambo hili ni baya na ukaendelea kulifanya. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la pili ambalo tunaona hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu aliyotoa kwa Adamu ilikuwa ni kama vile yale maelekezo aliyopewa au majukumu aliyopewa mwanzo, lakini sasa anapewa ajitegemee. Biblia inasema kwamba Mungu alipomhukumu Adamu akamwambia utailima ardhi na ardhi itakupatia chakula tena kwa jasho. Lakini akasema mwanadamu na aende ailime ardhi aliyotoka, ndani ya ile ardhi aliyotwaliwa, lakini ardhi itakupa chakula kwa uchungu na kwa utungu, na mwanamke na wewe utazaa kwa uchungu na kwa utungu. Na kwa sababu ulichukua tunda ukaenda ukampa Adamu akasikiliza, akakubali maelekezo yako, kuanzia leo nimekuweka chini ya mwanaume atakutawala. Kwa tafsiri nyingine, mwanaume ni lazima